Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi cha Saa ya Faraja katika Kristo, mahali popote ulipo na unapotufuatilia. Na kabla ya mambo yote, naomba tumshukuru Mungu. Tunakushukuru Baba yetu wa mbinguni kwa ajili ya kila aliyeko hewani, anayetufuatilia, anayetusikiliza. Kubariki ujumbe wa neno lako, maana Mungu, neno lako ni kweli, lina nguvu. Pokea sifa na utukufu na shukrani, maana Bwana unaweza. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu mwenye nguvu na Mungu mtakatifu, na kusii sasa neema yako iachiliwe juu ya maisha yetu. Amen. Neno la Mungu ni taa na mwanga wa njia zetu, katika Zaburi ya 105. 119 mstari wa 105. Na leo tunaangalia nafasi yako katika Kristo. Tuko katika kipindi cha mwisho, sehemu ya 4. Nasema wewe ni mlinzi. Wewe ni mlinzi. Juzi tulitoka kuangalia wewe ni mwombezi katika kipindi kilichopita. Sasa tunazungumzia wewe ni mlinzi. Anasema nimeweka walinzi juu ya kuta zako, e Yerusalemu, hawatalala wala hawatasinzia. Ninyi wenye kumkumbusha Bwana, msiwe kimya. Isaya 62 mstari ule wa 6 mpaka wa 12, ni vyema ukasoma hapa. Sasa mambo muhimu ya kujua wewe kama mlinzi. Kwanza, jambo la kwanza, lazima ujue lindo ambalo unalilinda. Kwa mfano, kama mtu analinda benki, lazima lindo lake ni benki. Kama unalinda shule, lindo lako ni shule. Kama unalinda mume, lindo lako linakuwa mume. Kwa mfano, Yeremia 31 mstari wa 22 asema Mungu ameomba jambo jipya duniani, kwamba mwanamke atamlinda mume wake kwa maombi. Kwa hiyo ukiona mwanamke ameolewa ndoa inavunjika, ni mwanamke ameshindwa kujua nafasi yake ya kulinda. Unatakiwa umlinde mume kwa maombi, sio kwa kumchunguza anaenda wapi. Sasa wewe ni mlinzi, kisha ukoko na kuwa mlinzi. Kwa hiyo mambo muhimu ni cha kwanza, lazima ujue lindo. Cha pili, uvae mavazi yako ya kiulinzi ambayo yako katika kitabu cha Efeso 6:12. Anasema vaeni silaha zote za Mungu ili muweze kushindana na siku ya uovu. Maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza, juu ya majeshi ya pepo wabaya. Pale ametaja hayo mavazi. Kuna chepeo ya wokovu, kuna diria haki kifuani, ngao ya imani, upanga wa Roho, mkanda wa kweli kiunoni. Anaeleza kazi ya ngao ya imani, unajua ni kuzuia mishale yenye sumu ya ule mwovu. Lakini kuvaa viatu ambavyo ni utayari tupatao kwa injili ya amani. Kwa hiyo lazima muombaji, wewe mlinzi, uvae mavazi yako ya kiaskari, kwa sababu mlinzi ana mafunzo ya kiulinzi, ana mafunzo ya kiaskari. Tatu, uwe mwaminifu kwenye zamu yako. Kwa hiyo mambo muhimu, wewe kama mlinzi unatakiwa kujua uwe mwaminifu kwenye zamu yako. Kama wewe ndio unalinda, kama kuna maombi ya mapatano ya kufanya maombi, wewe unapangiwa saa 6 unaenda kuomba saa 7, manake umekosa uaminifu katika patano. Amosi 3:3 nasema watu wawili hawawezi kwenda katika njia moja usipopatana. Hii inasaidia sana, hasa kwa wale ambao wanafanya maombi kwa pamoja. Ni walinzi wanafanya maombi kwa pamoja, wanaomba. Sasa mnapeana, kuna kitu kinaitwa chain prayer au maombi yale ya masaa, ya shifti za masaa. 4, uwe na mafunzo ya kiulinzi kabla ya kuwa mlinzi. Lazima ukubali kukaa chini ya watumishi wengine wa kuandae namna ya kufanya hao maombi ya kiulinzi. Sio kila mtu anaweza kuwa mlinzi. Kwa mfano, kuombea nchi, sio kila mtu anaweza kuombea nchi. Lazima aandaliwe namna ya kuombea hiyo nchi. Sio kila mtu anaweza kuombea kanisa. Lazima kupite kwanza mafundisho, na ndio maana kuna huduma ya ualimu, kufundisha watu na kuandaa kwanza. Sasa lazima uwe na mafunzo ya kiulinzi kabla. Uweze kwenda kulinda eti benki na rungu sasa hivi. Lazima ufundishwe jinsi ya kutumia silaha, lazima ufundishwe jinsi ya kulenga shabaha, lazima ufundishwe nini maana ya bulletproof, lazima ufundishwe. Kazi ya hii diria haki kifuani ni kulinda hapa, usipigwe risasi kaingia ikapasua kifua hapa, ikaingia kwenye moyo. Sasa unafundishwa hivyo vitu. 5, uheshimu mipaka yako kiutendaji. Na 6, ujue silaha yako ni neno. Lazima ujue silaha ambayo mlinzi anatumia ni neno la Mungu. Kwa hiyo wewe ukishaokoka unapewa kuwa mlinzi. Kwa hiyo unalinda. Kwa hiyo wewe ni mlinzi.
Kwa hiyo naomba wale wote ambao hawajui silaha, wale ni walinzi hawajui silaha. Silaha ni neno. Neno la Mungu ni silaha. Waebrania 4:12 nasema neno la Mungu li hai tena lina nguvu. Neno la Mungu li hai tena lina nguvu. Tena ni upanga wao ukatao kuwili, laweza kugawanya nafsi na mafuta. Kwa hiyo neno la Mungu lina nguvu. Tena ni upanga, tena lina uhai. Neno lina nguvu. Neno ni upanga. Neno ni mshale. Neno ni jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Neno halikosei katika utendaji. Neno vitu vyote vinakuwa vitupu na kufunuliwa machoni pa neno la Mungu. Kwa hiyo muombaji ambaye ni mlinzi lazima uombe kwa kutumia neno la Mungu sana, sababu unaomba ulinzi. Katika Zaburi ya 122 sema kama unaombea Israeli, takia amani malango ya Yerusalemu, ni vizuri ujue wewe ni nani, ujue masaa yako ya kuomba. Kwa hiyo kuna walinzi wa malango ya usiku, kuna walinzi wa malango ya mchana, kuna walinzi wa malango ya asubuhi. Kwa hiyo lazima ujifunze. Katika kitabu cha Matendo 16 mstari wa 25 unaonyesha wakina Paulo na Sila walikuwa wanaomba usiku. Kuna watu wengine ni walinzi, kuna vitu unatakiwa uvizuie visiingie ule usiku, vinafanya kazi visiweze kuleta madhara katika ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo mlinzi, unanielewa. Matendo ya Mitume sura ya 12 soma mstari wa 1 mpaka wa 10 utaona Petro alivyokamatwa uawe. Kanisa likamuomba Mungu kwa juhudi, lakini walijifungia ndani na walikuwa wanaomba usiku. Kwa hiyo unaona wale watu walikuwa ni walinzi, lakini kuna wakati walilala. Yakobo akauawa. Waliposimama wakaanza kuomba, basi Mungu akafanya nini? Mungu akapeleka malaika gerezani, Petro akatolewa. Kwa hiyo ni vizuri muombeane na kutiana nguvu, mtumie neno la Mungu na kusimama sawasawa na walinzi. Mungu wabariki sana kwa mjue kwa mnafundisha kufuatia nafasi hii kwamba wewe ni nani katika Kristo. Naamini hii nafasi yako kama mlinzi. Wewe ni mlinzi kwa njia ya maombi. Sasa nimeieleza na nimeifafanua vizuri. Ngoja tuombe na wewe kidogo. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru sana. Pokea sifa na utukufu na shukrani. Asante kwa ajili ya ujumbe wa neno lako. Tunaachilia damu ya Yesu juu ya kila nafsi. Tunavunja nguvu za giza na majeshi yote ya pepo wabaya. Wale wote waliokuwa wananifuatilia na kunisikiliza, ambao nimewaandaa wao kama waombaji walinzi. Baba wa mbinguni, ninakusihi ukubali kuwagusa mioyo yao, wakubali kukaa chini ya walezi, walelewe, waandaliwe katika jina la Yesu. Sasa ninaenda kinyume na roho za mauti, na vunja roho ya mauti na kuzimu na uharibifu. Roho inayoua walinzi wa Mungu ninaivunja. Roho iliyotumwa kwa namna yote, roho ya ajali, roho ya mashambulizi, roho ya mangamizi, mashambulizi ya magonjwa, roho za kudhoofika, ninavunja, ninang'oa na kuangamiza katika jina la Yesu. Natamka uzima, natamka uzima, napangua, nabatilisha, napangua, nabatilisha kila makusudi ya ule mwovu. Ninavunja kila sauti zobeba hofu, ninavunja kila roho za mauti, ninavunja kila roho za uharibifu, ninang'oa haraka kwa jina la Yesu Kristo hofu, roho za hofu, ninavunja njozi za kishetani, nazipeperusha, navunja na kusambaratisha. Natamka uzima. Kristo alivyo mzima ndivyo tulivyo wazima. Kristo anavyoishi ndivyo sisi tunavyoishi. Kristo anavyotembea tunaishi ndani yake, tunakwenda ndani yake na kuwa na nguvu zetu. Katika jina la Yesu funika huyu mlinzi. Katika jina la Yesu, damu ya Yesu Kristo ikuzingire popote ulipo na nguvu zake zikufunike hapo hapo. Amen. Unaweza ukatumia namba za simu zinazopita hapo, tutumie ushuhuda, au kama una sadaka yako nasi tutaipata. Mungu akubariki sana. Hadi wakati mwingine. Amen.